kwamba ni kweli huyu au ni mzimu. Kwa nini uko na shaka? Kwa kawaida mtu hawezi akafa akafufuka mkamwona tafaje? Lazima waone nini? Waone shaka kwamba yawezekana ni mzimu, yawezekana huyu ni msuka, si msukule, siji nini. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Lakini anamwambia nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Haleluya. Na ninyi nimewapa nini? Mamlaka. Ni mimi, yani Yesu anasema nimepewa mamlaka mbinguni na duniani. Maana yake hata kuzimu amepewa mamlaka. Yale mamlaka niliyopewa na mimi ninawapa ninyi mamlaka juu ya nguvu zote za shetani. Ninawapa mamlaka juu ya wafuga majini wote, watakuwa chini yenu, watawaogopa. Nimewapa mamlaka kwenye kitabu kile cha Marko 16:17 inasema, ishara hizi zitafuatana nao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo. Unapoenda hospitali unakutana na daktari. Madaktari wamesomea kwa habari ya magonjwa, afya ya mwanadamu. Haleluya. Naona mko mbali kidogo. Sikiliza. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Sikiliza neno la Mungu. Sikiliza neno la Mungu. Ukitoka out, yani ukiwa out kwenye neno la Mungu, shetani atashangilia. Tumemshinda. Bwana asifiwe sana. Amina. So umekuja kanisani? Amen. Umekuja kusikiliza nini? Amen. Kaa hapa, acha kuwaza kitu kingine. Unapewa nguvu ya kumwekea mtu mikono, anapokea nini? Ulishasomea. Ishara hizi zitafuatana nao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, pia watasema kwa lugha mpya, wataweka mikono juu ya wagonjwa watapona, wataweka mikono juu ya wenye kansa watapona kansa. Haleluya. Wataweka mikono kwa watu watafunguliwa, watakemea mapepo yatakimbia. Hii ndio kazi ambayo Yesu ametupa. Anasema mkawafundishe kuyashika yote. Haleluya. Yote aliyotuamuru Yesu. Haleluya. Tunayo mamlaka juu ya shetani. Tunayo mamlaka juu ya kazi zote za nani? Kazi za shetani, adui shetani, anayewafanya watu wawe vichaa. Anafurahia watu wanapokuwa wavuta bangi shetani. Hiyo ndio kazi ya shetani. Anafurahia wanawake, jinsi vizazi vyao vinavyoharibika. Shetani kazi yake ni kufurahi. Anafurahi anapoona kuna vijana wanatumia madawa ya kulevya. Mungu anapohuzunika, shetani anashangilia. Shetani ndio kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Anasema enendeni mkawafanye kuwa wanafunzi. Huko hapa ni kufanye wewe kuwa mwanafunzi wa Yesu. Sio mwanafunzi wa pasa kapilimba, no. Nataka nikufanye uwe mwanafunzi wa Yesu, ili Yesu akukabidhi mamlaka. Haleluya, haleluya, haleluya. Ili ukabidhiwe mamlaka. Yesu anataka kufanye kuwa mtu wa tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Macho yetu, haya macho unayoniona wewe, unaona macho ya kawaida, lakini mtu mwenye mapepo, mchawi akiniona mimi anasema macho yako yananichoma.
Siku moja nilikuwa namwombea mtu mmoja, nikimtazama anafanya hivi, unanichoma Bwana, unaniunguza. Nakwambia hakuna, macho tu. Yeye wewe unaona macho nini? Unaona kawaida, lakini kwenye ulimwengu wa roho, mimi ni roho. Haleluya! Nimeumbwa kwa mfano wa Mungu. Manake sina macho kama haya unayoyaona. Nina macho ya tofauti, macho yanayowaka, yenye miali ya moto mikali. Yesu katika kile kitabu cha Ufunuo Yohana alimuona Yesu katika utukufu. Macho yake yalikuwa kama jua, hawezi kulitazama jua. Ndivyo macho ya Yesu alivyokuwa. Haleluya, 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 mwana wa Mungu. Anasema enendeni mkawafundishe, mkawafanya wawe wavuvi, wanafunzi. Haleluya. Lakini kuna baadhi ya watu hawataki, kila siku ni chekechea. Bwana sio sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Sema mimi sitaki kuwa chekechea tena. Hey. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hey. Unajua Yesu alitumia muda mfupi sana duniani, lakini leo mimi nimeokoka kwa wale 12 tu. Kama tukiwa hapa mkajifunza kuvua watu, mkajifunza kuwa wavuvi wa watu. Kwa nini? Ni lazima kuzimu ifilisike, mbingu iwe na utajiri wa watu walioumbwa na Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kuzimu ifilisike, mbingu iwe na watu, iwe na utajiri. Ndio maana Yesu anasema, tazama mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Watu hawataki kuifanya kazi ya Mungu, ni wachache mno. Basi muombeni. Muone mavuno, hii dunia hii mavuno ni mengi watumishi. Haleluya. Mavuno. Kwa nini Yesu anachelewa kuja? Kwa sababu mavuno bado hajavunwa. Ikifika wakati atakuja tu. Akiangalia anamuona yule mama hajaokolewa, yule anamuona yule kijana yule hajaokolewa, yule kahaba anayejiuza hajaokolewa bado, yule kijana anayeteseka na madawa kulevya hajaokolewa bado. Anasubiri kwamba inawezekana watainuka watu wenye uchungu na Injili, watakwenda watapiga kelele, watasema enyi wenye dhambi, ufalme wa Mungu umekaribia. Yesu anaangalia wako wapi wanawake wanaotangaza Injili. Yesu anasema nendeni mkawaambie watu ufalme wa Mungu umekaribia. Kila mahali Yesu alipokuwa anatembea alikuwa anasema tubuni, kwa kuwa ufalme wa Mungu umekaribia. Oh, haleluya. Ninampenda sana Yesu, maana ameniajiri, amenipa ajira ya kudumu mpaka kifo. Mimi mpaka nini? Hakuna kustaafu. Hey, hakuna si baada ya miaka 60 unastaafu. Hakuna kustaafu. Hata nikiwa ni mhubiri mzee, wajukuu wangu mwaminini Yesu. Amen. Kama sijafa nitaendelea kuwa mhubiri mzee. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu mzuri, sema Yesu mzuri. Yesu mzuri. Haleluya. Enendeni mkawafanye mataifa yote. Kuna mahali anasema enendeni mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Tubuni, kwa kuwa ufalme wa Mungu umekaribia. Ufalme manake ni utawala. Haleluya. Tubuni kwa sababu utawala wa Mungu umekaribia. Shetani anapotawala, Mungu anajua majira na nyakati, lakini Mungu Yesu hawezi kuja kama bado mavuno hayajavunwa. Haleluya,
Haleluya. Mimi injili ndio rafiki yangu. Mimi injili ndio rafiki yangu. Injili ndio nitakayohubiri. Mimi hakuna kitu kingine. Tumelisi injili kwa watumishi wa Mungu wakina Moses Kulola, walikuwa wanatembea safari ndefu, hawana nauli, wanatembea kwa mguu. Wanafika sehemu, Moses Kulola na mke wake wanalala polini, anatembea wakimpa sadaka. Ni mzee ambaye amekufa katika hali fulani ya kutokujilimbikizia mali. Bwana siwa sana. Anafika huko, anamficha mke wake, anatoka Mwanza hadi Arusha. Ulishatembea kwa mguu wewe? Anatoka huko. Watu leo, watumishi asipopata Prado hawezi kuhubiri injili, asipopata nyumba nzuri hawezi kuhubiri injili. Tutamhubiri Yesu Kristo. Haleluya. Tutamhubiri Yesu Kristo. Tutamhubiri. Tutaiga yaliyo mema. Baraka za Mungu tunazihitaji, lakini lengo la Mungu ni kuvuna roho za watu wamjie Kristo Yesu, wamwamini Kristo Yesu. Kila mtu Mungu amempa